Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Mhubiri 7. Tufungue wale tulio na Biblia. Mhubiri 7. Kuanzia mstari wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka wa 15. Mhubiri 7 kuanzia kwanza. Tunaenda kuzungumzia juu ya ukweli wa maisha. Ukweli wa maisha. Jinsi vile mwanadamu ama Mkristo mwema anaweza kukaa vipi katika ulimwengu wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifunza juu ya ukweli wa maisha. Jinsi mwanadamu anaweza kukaa katika ulimwengu wa dhambi, jinsi vile mwenyewe ama Mwenyezi Mungu anataka akae. Bwana Yesu apewe sifa. Heri sifa njema kuliko manukato ya thamani, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Mhubiri akasema ya kwamba heri sifa njema kuliko manukato ya thamani, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. China iwe bora kuliko manukato mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya kufa iko afadhali kuliko ile siku ya kuzaliwa. Katika siku ya mwanadamu ama Mkristo mwema anafaa ajiulize, akiwa katika ulimwengu wa dhambi, anatoka wapi, anaelekea wapi? Anataka nini katika maisha yake? Anataka akae vipi? Uhusiano wake uwe mwema mbele ya macho ya Bwana. Wewe giwa Yesu Kristo alizaliwa ndani yako, unawezaje kuchunga utakatifu ili usicho ukamwasi Mungu wako? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba mwandishi alisema heri sifa njema kuliko manukato ya thamani, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Kwa nini alimaanisha heri siku ya kufa ikuwe ya thamani kuliko siku ya kuzaliwa? Ukiwa umezaliwa uchachua chamba lolote uko katika utotoni, ukionekana katika ulimwengu wa dhambi, unazidi kuweka mitindo ome menendo katika ulimwengu ama tabia. Unaweza kuweka tabia nzuri ama mbaya kupoteze, kwa sababu inaweza kukuingiza mahali pabaya ukiwa unatarajia katika njia zilizo mbovu. Lakini ukiweka mitindo na tabia iliyo nzuri, utakuwa katika njia zako zilizo njema mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe utapozaliwa, umezaliwa katika mwili na katika kiroho pia, lazima uchunge mienendo yako. Ndio wakati utakapofariki, kwa sababu kifo ni lazima. Maneno yako ama njia zako zitakuwa zilizo safi mbele ya macho ya Bwana. Ukisazaliwa katika ulimwengu wa dhambi, kuna kifo kinakuongojea, kwa sababu kufa ni lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kabla hujakufa, inafaa ukiwa unaendelea kuwa katika ulimwengu wa Bwana wa dhambi, lazima ujiulize unatoka wapi, unaelekea wapi. Usichokao kwa ajili ya wakati, ili uwe wa ajili ya kutafuta neno lako, neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia jinsi unaofunza mtoto ndivyo atakapokuwa. Kwa hivyo sisi kama wazazi, vile tutalea watoto wetu, ndio wakati watakafika uzeeni watakumbuka vile tuliowalea na vile tuliowafundisha. Kwa hivyo ukimfundisha katika njia inayomfurahisha Bwana, atakaa katika ile neno hivyo hivyo. Lakini ukimwachilia katika ulimwengu wa dhambi, ataharibika. Ama ukimuingiza katika mitindo isiyofurahia Bwana, atakaa katika hiyo mitindo, na wakati wa kufa kwake jina lake litasahaulika. Lakini ukimwongoza katika Ukristo na katika neno, mwambie hili ni mbaya na hili ni nzuri, achue kutofautisha yaliyo mema mbele ya macho ya Bwana na yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Achue ni jinsi gani anaweza kukaa katika ulimwengu wa dhambi,
ndiye aitu mbarikiwa katika ulimwengu huo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akilelewa katika Ukristo, akilelewa katika njia za Yesu Kristo, ataishi katika neno mpaka mwisho. Lakini akiachiliwa katika mitindo isiyomfurahisha Bwana, atapotea. Ukimfundisha katika mitindo ya kizaza, Bwana Yesu apewe sifa, isiyomwishisha Bwana, atapotea. Na utapata wakati wa kifo chake atasaulika. Lakini mtu mwema je, akikaa katika neno, aende katika njia nzuri, wakati wa kifo chake unapata watu wanaomboleza, wanamkumbuka, wanasema heri akiongezea masiku, akae katika ulimwengu na atenda yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona mpili alisema heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu siku ya kuzaliwa unapata ya kwamba uchachua mengi, lakini wakati unaendelea kukua, unaendelea kujifunza, unachua vile unaweza kukaa na jirani yako, unachua vile unaweza kukaa na yule mtu amuchi Bwana, ndio pata kumuonyesha mienendo iliyo mizuri, ndio pata kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona mpili akasema heri siku ya kufa kuliko kuzaliwa. Kwa sababu ikifika siku ya kufa umeona mengi. Lakini tukiangalia wakati huu, kifo ya mapema inatokea kwa vijana, kwa wasichana, kwa watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata mtu amekufa akiwa na miaka 20, 15. Hii hatuweze tukamlaumu yule Muumba wetu, kwa sababu ni wakati imefika. Lakini tunaambiwa ili ukae katika hali wakati wa kufa, jina lako lisije likapotee, lifanye nini? Likumbukwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kumaanisha ya kwamba mtoto ukimulea katika njia za Kristo, mulee vile anaweza kukaa na wengine, mulee vile anaweza kufanya nini? Kutembea na wengine. Unapata mama na jirani wako na chuki, na mtoto akipita katikati akipata huyo jirani hamsalimii kwa sababu wamekosana na mama yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na makosa ya mama na msasi na mtoto inatoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tulee na watoto katika njia zilizo safi, wamjue Yesu Kristo, wakati siku zake zikifika wakae wanakumbukwa sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yatuambia mstari wa pili, heri kuenda nyumba ya matanga kuliko kuenda nyumba ya karama, kwa maana humo ndipo mwisho wa wanadamu wote, naye aliye ni hai hata utia moyoni mwake. Heri kuingia katika nyumba ya matanga kuliko nyumba ya karama. Maandiko yatuambia, mpili akatuambia ili kuingia katika hiyo yote, kwa sababu nyumba ya matanga, huyo mtu alipokuwa amekufa mwisho wake umeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuliko kuingia katika nyumba ya gharama unaserekea. Kwa hivyo katika hali ya matanga ni kuenda kufariji walio mahali pale, walio na shida, ndio kuwe mfano mwema kwa wale watu wanaotafuta uso wa Bwana. Wanafariji, wanainua wale, hata akikaa pamoja naye ataona ya kwamba alikufiwa. Anaona ya kwamba ako na pamoja na wale waliopaki kumpea moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiingia katika nyumba ya matanga, ni vyema upewe wale waliopotezwa moyo badala kwa kupomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo ndio ya mwisho. Mnaweza kukutana, muongee mawili matatu, mjifunze. Kwa hivyo lia na wale wanaolia pamoja, ndio Bwana apate kuinuliwa katika mahali pale, ndio Bwana apate kupenya njia mahali pachiponsia. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, nao aliye haya atautia moyoni mwake. Wakati unakaribia katika nyumba ya matanga, kumbuka yule ndio mwisho wake. Bwana Yesu apewe sifa. Tafakarini kama wewe ungekuwa mmoja wao, ungekuwa umelala.
ikiwa wewe ucharekebisha tabia zako ama njia zako, ukikuwa wapi. Kwa hivyo ile dakika ulio nao ama masaa, inafaa umrudie Bwana katika fikira na mawazo, katika njia sionekane sikio safi mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tulie na wale wanaolia. Bwana Yesu apewe sifa. Wafariji ndio wapate kuinuliwa, waone ya kwamba bado hawajapoteza mtu, ndio maisha ipata kusonga. Bwana Yesu apewe sifa. Huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simamizi wa uso ni faida ya moyo. Huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simamizi ya uso ni faida ya moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mhubiri akazidi kusema ya kwamba huzuni ni afadhali kuliko kicheko. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiona mtu akiwa na mhangaiko na huzuni sana, uyatafakari sana na umkumbuka Mola wake. Lakini mtu aliye na mastarehe hatakumbuka kama Mola yako, atasahau ya kwamba ni wapi alipotolewa, ni wapi hapo. Lakini ukiwa na huzuni moyoni mwako na mhangaiko, utapiga hatua ya kufikiri umetoka wapi na uko wapi na inafaa ufanye nini. Ndio mhandisi ametuambia huzuni ya afadhali kuliko kicheko, maana simanzi ya uso ni faida ya moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo yule aliye na huzuni anatafakari na anaomba sana, ndio Bwana amuondolee mhangaiko na huzuni. Lakini yule aliye na furaha moyoni mwake anasahau ya kwamba au kuwa katika shida, ndio kwa sababu anaishi kwa ajili ya wakati. Kwa hivyo wacha tuishi kwa ajili ya kumtumikia Bwana, tuishi kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Tukae kutafakari yale yaliyo ya Yesu Kristo, vile alikuwa ameteseka kule msalabani. Mhangaiko ilimtia na masaka mengi, lakini aliwasamea wale wote waliomtendea maovu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba alisema huzuni afadhali kuliko kicheko, kwa sababu huzuni wako italeta faraja baadaye. Utakuja kufikiria ona ya kwamba kuna mahali uliyokosea, upate kutubu na mrudie Bwana. Lakini ukiwa mstarehe utakumbuka maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Ine, moyo wake mwenye hekima humo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu humo nyumbani mwa furaha. Moyo mwenye hekima hakuna huruma zaidi ya mpumbavu. Ndio tunaona ya kwamba maandiko yatuambia ya kwamba katika moyo mwenye hekima uko nyumbani mwa matanga, lakini mpumbavu uko katika furaha. Kwa sababu hajui siku yake ni gani. Achaona kama lile kitu anaona ni kawaida. Lakini wacha nikuelimishe, nikwambie kwamba ukiwa katika hali ya masaka na mhangaiko, ndio utaomba zaidi, kwa sababu huzuni wako italeta faraja. Mhangaiko wako utakuelekeza katika maombi. Lakini aliye na furaha anafika katikati, wakati anapoomba hata anasahau kuomba akikula. Akifika katikati anasema uliomba, kwa sababu ana shida. Lakini aliye na shida, aliyopiwa vita, ndiye ako na laini ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo uliojaribiwa ndio uko na laini ya Mungu. Usio na majaribio ujue ya kwamba Shetani na yeye pia anakulenga, kwa sababu ataenda kustaki vile alizaki Ayubu. Ayubu alionekana akiwa na mali mingi, akiwa na furaha mingi, ndio ya kwamba Shetani alimwendea ili kutingisa mwili wake, lakini hakutingisa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo lazima tukae ya kwamba hatutakaa tena. Tukae katika roho ya haki na ukweli na uaminifu. Tukue tukimtafakari huyo Yesu Kristo. Uone yale mateso aliyopata kwa ajili ya kuja kukuomboa. Ukiangalia vile aliyoteseka utaomba sana. Lakini ukiona ni kawaida ama ni hali ya drama, utakumbuka huyo Yesu Kristo upate kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tutie maanani neno la Yesu Kristo. Tumfuate yeye, ya kwamba hatutamfuata tena. Tutubu, tumrudie katika fikira na mawazo. Njia zetu zionekana zilio safi mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua hukumu inakuja kwa walio haki na wenye kutenda mema mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa
Kwa hivyo hukumu inakuja, lazima tuweke katika kichingo ya Yesu Kristo. Katika haki yako ulikuwa unaitendaje? Katika upumbavu wako ulikuwa unaitendaje? Kwa hivyo ni heri kuingia katika nyumba ya matanga kuliko kuingia katika nyumba ya furaha ama ya kicheko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukiona na starehe kila wakati, chemuro iko mezani, kila kitu iko swali, na kuambia mpendo, utakumbuka kumuomba Bwana. Lakini ukiona yale mateso Yesu Kristo aliyoteseka, ukiona ile vita aliyopiwa, ukiona vile alianza kazi ya Bwana akakataliwa, utajua ya kwamba na wewe uko katika safari. Unaweza ukataliwa wakati wowote, lakini ukataliwa wako isikuchalise, kwa sababu hiyo ndiye itakutia moyo katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kaa katika neno, mtarajio hiyo Yesu Kristo. Ukataliwe, utengwe, ujue ya kwamba hapo ndio mwanzo wa wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Shetani kule nje haitaji yule amepotea. Shetani kule nje anaingia katika kila madhabahu, anaingia kwa kila kanisa, anasema wale wanaosema wanasimama, kumbe hawasimami, kumbe wako kwa chini ya wakati, ndio anahitaji apate wafuasi wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo inafaa tuombe sana, tukae katika neno. Inakaa tupinge huyo Shetani na kazi yake ya giza. Tumrudie Bwana, tusimama katika neno. Tumekatae kabisa. Ndio Bwana atuinue katika njia zetu, akuongoze vile yeye anataka. Umpatie fikra zako na nafsi ili atawale katika maisha yako. Akuongoze vile yeye anataka, sio wewe unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia eli kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa mpumbavu. Bwana Yesu apewe sifa. Hatieni kusikia laumu ya mwenye hekima. Bwana Yesu apewe sifa. Kuliko kusikia wimbo wa mpumbavu. Hako mahali pale kwa ajili ya wakati. Lakini mwenye hekima ako mahali pale, atawekelewa mengi, lawama itakuwa juu yake. Vile Yesu Kristo aliwekelewa lawama mengi. Aliambiwa amepoteza watu wengi. Aliambiwa alipoteza watu wengi. Ili kuwekewa lawama, lakini usimame katika neno. Kulika kuwa mahali pale nyimbo zako haziwezi zikafika mbinguni. Unapata wengi nyimbo zao zinaenda kule kusimuni. Kwa hivyo ni heri kusikiliza laumu ya mwenye hekima. Kwa sababu hiyo laumu mwenye hekima, unajua lazima upitie msumeno ndio onekane ukiwa msafi mbele ya Bwana. Usipojaribiwa wewe Mkristo, utajulikana umesimama wapi. Majaribio yacha kwako kwa ajili ya kutia nguvu. Majaribio yacha kwako kwa ajili ya kuonyesha neno. Majaribio yacha kwako kwa ajili ya kuinua katika utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio ya kwamba kujaribiwa ya kwamba ukijaribiwa ya kwamba umemwasi Bwana. Umejaribiwa ndio chue neno la Bwana linafaa likae ndani yako hache. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko 6 yatuambia, maana kama mlio na miiba nje ya sufuria, ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu. Hayo nayo ni upatiri. Upatiri ni neno lisiotambulika mbele ya macho ya Bwana. Hata ukilitengeneza ache, aliwezi kaa zavi mbele ya Bwana. Ni kasi ya bure mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo mhubiri akalinganisha akasema, yani kusikia wimbo ya mpumbavu ni maana kama mlio wa mimba chini ya sufuria. Ni kama ukipigia ngita kondoo iwezi ikafanya nini? Ikaridhika. Ni kama ukipiga dramu ina machi inapiga kelele. Hiyo ndio mhubiri alikuwa anamaanisha hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko tuashidi ya kutuambia ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu, hayo nayo ni upatiri. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jambo ambayo mwanadamu anafanya haina faida. Kwa hivyo sisi wa Kristo inafaa tufanye jambo inaweza kumfurahisha Bwana akiwa kule mbinguni.
Malaika wa Bwana wasangilie kwa sababu yale mema unayotenda yanamfurahisha. Lakini ukitenda yaliyo maovu, unafananishwa kama ile miba iko katika unafananishwa kama ile wimbo wa mpumbavu. Bwana Yesu apewe sifa. Ama kama mlio wa miiba chini ya sufuria. Kwa hivyo ukitenda mema mbele ya macho ya Bwana, malaika kule juu mbinguni wanasangilia. Lakini ukiasi Bwana, ujue kwamba malaika kule mbinguni wanahuzunika na yeye Yesu Kristo umwaga machozi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio naona ya kwamba acharudi haraka kwa sababu anashindwa ni nani atakuja kuchukua. Kwa hivyo hii wakati muda ametupea ni muda wa kutubu na kumrudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiburudike kwa yale yaliyo maovu. Naomba mrudie Bwana, uburudike kwa yale ya mema. Ingia katika nyumba ya matanga kuliko kuingia nyumba ya furaha. Mahali pale ufariji wengine, uwainue katika mioyo yao wasije wakapondeka. Bwana Yesu apewe sifa. Umsaidiane nyinyi, kwa nini umsemese, umpatie neno inaweza kumfungua aone ya kwamba hata ikiwa amepoteza ana hasara isipokuwa anongojea Bwana atimize neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukiangalia sana tunaona ya kwamba yale yote mpumbavu anaofanya katika ulimwengu wa dhambi ni upatiri, ni kitu ambayo haina faida mbele ya macho ya Bwana. Lakini ukitenda yaliyo mema, Bwana ufurahia akiwa katika kiti yake Yesu, na malaika wake usangilia kwa ajili ya ile kitendo. Lakini ukitenda maovu mbele ya macho ya Bwana, huzunika na umwaga machozi. Haleluya. Kwa hivyo ni kumrudisha Baba kule msalabani Yesu Kristo. Kwa hivyo ukitenda maovu ni kumdhulumu mwenzako, kumpiga vita ya baridi, unamwonyesha ya kwamba unampenda ili hali umpendi. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wote walio karibu, sio wote mlio karibu nao ni marafiki. Wengi wako mahali pale ili kukunasa na kuharibu nyota yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wakikaa karibu na yeye, sio wote ni marafiki kwako. Kuna wale wanaongojea uanguke ndio furahia kwa ajili ya kuanguka wako. Kuna wale walioangalia kama ulikuwa juu uende chini, na usifurahie yule aliyekuwa na kicheko wakati ulikuwa chini, wakati umepanda akukaribie, kwa sababu atakuja na njia nyingine ya kukumaliza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua hivyo lakini Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Rafiki aliye karibu na wewe umchunguze ni rafiki aina gani. Hako mahali pale kwa ajili ya kuinuana katika maisha ya kiroho, ama hako mahali pale kwa ajili ya mtaka kitu ama mtakachafu. Ukiangamia anasonga nyuma kabisa. Na yule alikuwa na kucheka wakati ulipokuwa chini, usikubali akukaribia ukiwa juu, kwa sababu atakuja na lengo mbaya ya kukumaliza. Haleluya. Kwa hivyo atafurahia ukiwa umeinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Atafurahia ukiwa umeinuka, kwa sababu ukiwa uchainuka haukuwa na huruma ya kukusaidia mzikane mkono. Akiona umeinuliwa atakuja na njia ya kukumaliza. Ukubali usipokubali. Bwana Yesu apewe sifa. Na usije ukamsahau yule aliyekusaidia wakati wa shida, kwa sababu Mungu ataondoa neema kwako. Ukumbuke yule aliyekushika mkono wakati wa shida. Usije ukamsahau, kwa sababu unaweza kupoteza mambo mengi katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo tukikaa katika ulimwengu wa dhambi lazima tujihatari. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko na marafiki tofauti. Kuna wale mko nao karibu wa kuniana, lakini kuna yule ako karibu na wewe kwa ajili ya lengo fulani. Akisapokea hiyo lengo, ama Bwana Yesu apewe sifa, akisanyakua hiyo nyota yako utoka kabisa, utamuona kamwe. Na yule aliyokuchekelea wakati ulipokuwa chini atafurahia ukiwa unapanda. Kwa hivyo ukipanda, akikaribia wewe, jua kwamba anakumaliza. Lazima ukae na yeye hekima na busara. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati sisi wa Kristo tunaitisa Mungu wetu atupatie hekima na busara,
tupate kutofautisha yani yaliyo mema na mabaya. Uchue kukaa katika neno, uchue kukaa na jirani wako, uchue kukaa na adui wako. Lakini siku hizi rafiki ndio adui. Bwana Yesu apewe sifa. Rafiki ndio adui, kwa sababu yeye anajua utokako wapi, unaelekea wapi. Lakini yule adui unamuogopa, ako mbali, lakini yule aliyo karibu na wewe ndiye ako na lengo ya kukumaliza. Kwa hivyo uombe sana, uchue ni nini Bwana anayotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo hayo yote yasiyofaa mbele ya macho ya Bwana, Mhubiri akasema ni mambo ya ubatili, ni mambo yasiyofaa, yasiyoeleweka, yasiyo na maana, yasiyo na faida mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaona, Yesu Kristo wakati alianza kazi ya Bwana Mungu wake alikuwa anatenda yaliyo mazuri, lakini katika ile nchi alikuwa hawakumwamini. Walisema wasee wa mahali pale, walisema anapoteza watu. Hata wewe utaweza kusema umepoteza watu. Haleluya. Kwa hivyo jihadhari ukiwa katika ulimwengu wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Omba sana Mungu asidi kufunulia yaliyo mema na yaliyo mabaya, upate kutofautisha yaliyo mema na mabaya machoni pa Bwana. Ujue ni rafiki aina gani ulio naye karibu, ni rafiki wa muda ama ni rafiki mko naye katika safari. Kuna yule aliko karibu na wewe kwa ajili ya lengo fulani, akisaa faulu anatoweka, akisaa faulu anakuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Nirudie, sio wote wale waliokucheka walikuwa chini, wakati unainuka watafurahia naye. Watakaa karibu naye wakati umeinuka wakiwa na lengo iliyo kinyume juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wanadamu wa Kristo tuombe sana. Tujue tu wapi tulio. Tujue tunatoka wapi. Tujue vile tunakaa na marafiki. Tujue kutambua yule ameokoka na yule ameitwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua lazima utambue yule ameokoka na yule ameitwa. Hata dada yako anaweza kuwa adui kwako. Hata mtoto wako anaweza kukuinukia. Kwa hivyo Shetani hapagusi wakati anaingia kwa mwanadamu yule asiyemwamini na kumfuata Yesu Kristo. Hapagui mtoto, hapagui mtu mzima, anaingia kwa sababu yeye anatafuta wafuasi. Kwa hivyo ni kuomba sana ujue unatoka wapi, unaelekea wapi. Ujue Mungu akupatie kima na busara ya kutofautisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Judas walikuwa wanafurahia na Yesu, alikaa pamoja naye, walikuwa wanaenda pamoja naye, lakini Musa akafanya nini? Musa alifanya nini Judas? Alimsaliti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Siweke rafiki sana moyoni mwako, atakuumiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. 7 yatuambia kweli cheuri umpumbasa mwenye hekima, na rushwa hudharibu ufahamu. Ukweli umpumbasa mwenye hekima. Tunaona ya kwamba ukweli umpumbasa mwenye hekima. Jinsi vile. Na ukiona hata wakati Delila alimdanganya Samsoni, kitu kimoja alimwonyesha anampenda sana, si ndio? Kitu ya pili, wakati wale walipokuwa wanaenda kumumaliza nguvu zake, walipitia kwa mwanamke wake, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Walijua faulu watafaulu ni kupitia yule mwanamke. Wakaenda katika njia za ucheuri ndio wapate kufanya nini? Kuamrisha kila jambo itakuwa ikifanyiwa yule Samsoni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya upumbavu na uchinga wa Delila, akaenda mahali pale ili apate kutenda kitendo kiovu kwa mume wake. Tukiangalia tunaona ya kwamba alikuwa mwanamke mpumbavu na mchinga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yale maandalio aliyowekewa na Wafilisti iye kuwa maandalio bora mbele ya macho ya Bwana. Unaona ya kwamba Delila alikuwa kwa Samsoni kwa ajili ya wakati, hawakuwa kwa ajili ya ndoa.
Ndio naona roho mingi zimejaa hasa kwa wamama kwa ajili ya kuwa kama Delila. Wako mahali kale kwa ajili ya wakati. Huyu jamaa ako na pesa, baada ya kutoseka na hiyo pesa naama. Huyu jamaa ako na nini, inaweza kufanya hivi na hivi, mwisho iniliti. Ndio naona ya kwamba hii wakati tuko nayo, hizo roho zimeshika wamama wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamwendea mume wake kwa ajili ya njia ya ushauri, ndio pata kumaliza nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia mume, kama unanipenda niambie siri zako zote. Bwana Yesu apewe sifa. Ushauri na uchache ilianza wakati gani? Sio wakati huu peke yake. Niko kazini, sijafika mapema kwa sababu tulijaliwa kazini. Na kumbe kule kazini ulitoka saa 10, unafika kwako saa 2 ya usiku. Unaona ushauri ulianza leo? Ulianza kitambo. Katika mafunzo ya mpili iko na mafumbo. Ngine unaweza kusoma uwezi ukaelewa. Lazima uombe Mungu sana akufunulie yale yana hapo na yale watakapokucha. Kwa hivyo ni heri tukue watu wakue waelefu. Bwana Yesu apewe sifa. Wasicha wakasalitiana wao kwa wao, wasicha wakauane wao kwa wao. Hiyo spiriti itoke kwa Wakristo wale waliokoka, na wapate funzo wale wasiokoka wapate kuokoka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kweli cheuli umpumbaza mwenye kima, na rushwa uyaribu ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Nani alipewa rushwa katika Biblia? Nani alipewa? Amjui mwenye alipewa katika Biblia? Ni nani auta? Tuko mafundisho. Amen, amen, amen. Mpigie makofi. Tunaona katika maandiko Judas ndiye alimsaliti Bwana kwa ajili alipokea nini? Rushwa. Lakini maandiko tuambia katika maandiko ya mpili, hiyo rushwa uharibu ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anafika anakuwa yani achielewi, badala ya kumuona Bwana yule aliyemuomba, anaona kila anaopokea kwa muda. Kwa hivyo watu uchanganyikiwa, watu wanakuwa wameoshwa kiakili. Wakati wanaopokea hawamuoni Bwana, wanachiona baadaye ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi wanadamu tuliokoka wama wa Kristo, lazima tuangalie tunatoka wapi, unaelekea wapi. Ukishatenda kitendo fulani, inamtukuza Bwana akiwa katika kiti yake enzi, ama inamhuzunisha na mwaga machozi. Bwana Yesu apewe sifa. Kumwasi Bwana ni kumrudisha kule msalabani. Angalia yale aliyopokea kule akiwa katika kule msalabani. Damu ilimwagika, akanenewa maovu, lakini akasema Baba ufanye nini? Uwasamehe. Sijui wewe unasamehe mwenzako mara ngapi kwa mwaka? Mara ngapi kwa siku? Ama unasema imekuchosa sana kusamea? Bwana Yesu apewe sifa. Ni andiko lazima tulifuasa kama Wakristo, tutimize neno la Bwana. Maandiko tunaambia kwamba rushwa uharibu ufahamu. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa sababu unaweza kuanza vyema, mtu anaweza kuanza akoke, akue mtu anatia akifika katikati asahau mahali alitoka. Ni wengi wanaanza vyema wanamaliza vibaya. Kwa sababu wanaanza wanaonekana wataendelea, lakini akifika katikati ugeuka kama nyoka. Vile vile mtu anaweza kufanya ruhusa apate, nimepata mke, nimepata mume. Baada ya mwaka moja ama 2 wanageukana, wanasahau ile walisema nini?
waliweka mbele umati wa kanisa, wakakula kiapo, wakasema ni kifo itawatenganisha. Lakini kabla kifo cha kucha, wanajitenga wewe wenyewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Biblia anatuambia kwamba heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kutafuta mbinu ufurahishe wananchi. Unaweza kuucha hapo useme ya kwamba hii area nataka mbatie mzinda fanya hivi na hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Ufurahisha watu, lakini mwisho usitende kile ulikuwa umewaahidi. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapo tunasema ni lawamu mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo yule Mkristo umeokoka, sikilia ulicho nacho kutoka mwanzoni. Usicho kafika katikati umwasi Bwana kwa sababu ya kuzongwa na mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Liwe tatizo kubwa ache. Mtumikie Bwana na mwambie Bwana, hasa sitakuacha. Kaa katika neno, sidi kumtukuza, iwe kifo, iwe magonjwa, iwe macharibio. Ambia Kristo, kamwe mimi sitakuacha. Haleluya. Lakini usikuse fasi ya Yesu Kristo kiwa umejichanganya, itakuwa moto kwako. Unajua sikilizo wa Kristo wanaona ni kawaida. Kuingia katika madhabahu kudanganya watumishi wa Bwana ni kawaida. Wacha nikwambie, yule anafikiri madhabahu ni kawaida, hapa ndio roho wa Bwana anashuka kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa roho ya Bwana analeta ripoti hapo, usikuche ukiwa na uasi sio mfurahisha Bwana. Umeona lile ni chengo, taenda ni wale ni wanadamu, tawadanganya tu. Tumezoea kutabiriwa na kuambiwa mambo. Sitaki usoee kutabiriwa na kutaambiwa mambo. Nataka heshimu neno la Bwana linalotoka katika kinywa ya mtumishi. Ndio pokee baraka, ndio sidi kutembea katika mwangaza ulio mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kristo apewe sifa. Kwa hivyo vizuri kutembea katika mwangaza ulio mwema. Sio kuwa na neno lisiofurahisha mbele ya macho ya Bwana. Ukae katika neno vile ulianza, usifike kwa njia upungukiwe. Wagalatia alisema mbono ulianza katika neno na unamalizia mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo yawezekana kwa wale watu wasioamini, wako kwa ajili ya wakati. Wanaanza katika roho, wanamaliza mwili. Kwa sababu mahali waliochenga neno lako hawakujenga katika udongo uliofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Walienda kwa ajili ya wakati, wakisafaulu wanaenda. Ndio Wagalatia wakawaambia, nyinyi mmeroa. Mbona mnaanza katika neno mnamalizia mwili? Kwa hivyo lazima tuone yale roho wa Bwana ananena ndani yetu. Roho Bwana anatuonya tuwe watu wa kutii sauti ya Bwana, tuwe watu wa kushika neno sio maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Ili tusiche tukapotea katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo ni heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Unasa tembea katika ulimwengu, uchunge sana usicho kapotea. Ukimalizia paradiso, usicho kabalisia jehanamu. Uwe mtu wa kuimba sana sana, mwishowe jehanamu. Uwe mtu wa kufuata sheria, lakini mwishowe jehanamu. Kifika katika, sitaki uchoke na neno, lakini nataka uchoke na maneno. Usichoke na neno la Bwana, choka na maneno. Mwenye ukuletea maneno yasiyofaa mbele yako ama katika mahali ulipo, mkataze. Mwambie niko mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Niko mahali hapa ili jina la Bwana litukuzwe kule juu mbinguni. Kwa sababu ukishatenda yaliyo mema, Bwana anafurahia akiwa katika kiti yake enzi. Unaongezewa masiku. Hata mawafu yakikutana na wewe, wanasema Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni mwana wetu, hatutamwachilia. Maana utuma malaika wanakusingira na kukinga na maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri kusimama katika neno kuliko kuenda katika maneno mengi. Kwa sababu maneno yapoteza mwanadamu, lakini neno litaendelea sasa hata milele. Na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Heri yule anayevumilia rohoni kuliko yule roho ya kiburi. Utaniambia nini? Umenishinda nini? Umesomesa aje? Yaani mambo mingi ingine iweze ikafaulu. Kumbuka mpendo, kile ulicho nacho ni Mungu aliyokupea.
kwa sababu tunachua mpanda ngazi ushuka. Kwa hivyo usicho ukachifunye na ulimwengu, umsahau Yesu Kristo. Ukacho ukapata mali mingi, umsahau Bwana. Ukacho ukainuliwa kazini, umsahau Bwana. Ukacho ukapata kazi nzuri na jirani yako ano, umdharau. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unaona yule jirani yako anakaa katika uvumilivu na kumwabudu Bwana. Anasema lazima niombe kabla sijalala, ndio kesho nipate riziki yangu, watoto wangu wakule, na mimi nitoke nikiwa sawa, nitafuta tena ingine. Lakini wewe ulio na kiburi, hata ukipata mali mingi uweze ukamkumbuka Mola wako. Unaona kubarikiwa ni kawaida, kupata ndoa ni kawaida, kupata watoto ni kawaida. Uweze ukamwambia Bwana ni asante kwa ajili umenibariki na watoto, na kwa ajili umenipatia mke na mume. Wewe unaona ni kawaida kupata mume mzuri na mke mzuri, sio kawaida. Ni kwa ajili ya neema ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usicho kachifune kwa wale hawana watoto. Usicho na kachifune kwa wale hawachelewa, kwa sababu uchue kesho yake itakuwa aje. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikia dada mmoja akanitolea ushuhuda kule Machakos. Akaniambia mama yake na baba yake wanasema aliolewa katika mchi wa umaskini. Kaniuliza, wewe unaweza kuniadvise aje? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye wanalalamika, wanamwambia kama uliolewa katika hiyo boma, hakuna usaidizi tutakusaidia. Ngamwambia dada yangu, sikiliza hivi. Mungu ndiye anainua na ndiye anachenga ndoa. Hakuna mtu aliyezaliwa na mali. Wewe ndio unautafuta. Wewe ndio unatafuta baraka, na Mungu afungue baraka zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yule aliye mvumilivu katika moyoni mwake ndio Bwana anainua. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuliko mwenye roho ya kiburi. Unaona sasa, yeye alikuwa anasema yeye ni familia imechuwesa na msichana wao ameolewa katika familia ya nini? Ya umaskini. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakumbuka dada yangu, kuna dada yangu kati ya madada yangu aliolewa. Kaniambia wakati aliolewa katika boma ingine ilikuwa yo maskini sana, ikafaa afanye kazi na mume wake ampeleka at least kosi ndio wakuja kusaidiana. Lakini watu waliomtarau katika familia wakasema ameolewa katika familia iliyo mbaya. Yeye akasema tavunia, alikuwa analalia ile godoro ya manyanzi. Ili saa hiyo kienda kwake unaweza kuzaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Aliniambia yeye alivumilia katika hiyo ndoa, akamwomba Bwana na Bwana akawainua katika njia zao zote, akawabariki na watoto na mali, wakakaa kama kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ili yule anaovumilia katika roho ya kumuita Bwana, sio yule anashikasika huko na papaza. Hali ya kupapaza ndio Bwana hataki. Bwana anaweza kutuma mahali fulani ndio kainue ile nchi. Anaweza kutuma mahali fulani ndio onekana katika ile nchi. Ukisema wewe ni tajiri uweze ukaolewa ni masikini ole wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yule aliyofanya mkatajika ni yule aliyeumba yule maskini pia. Wakati yake itafika atainuliwa. Kwa hivyo wewe usimdharau yule asiyeolewa, achaolewa. Hamu mwambie miaka yako imeisha, waanza kuongea mbaya, usiongee na mimi una watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu mwingine aliongea mbaya. Sasa hiyo chumbe imenikumbusha. Aliongea mbaya lakini ikasika hiyo neno. Na niliomba sana huyo dada asiko hiyo neno. Aliongea juu hiyo dada vibaya sana, akasema anajiringa, hana watoto na hana ndoa. Lakini mwisho hayuko hapa. Mnaonaje? Mungu anakuja wakati wako. Lakini nimuone kifikari sana. Ngamwambia usijifune na ndoa na watoto ulio nayo. Mungu anaweza kukasirika aachilie hiyo ndoa yako na Shetani aipenye ndani ya elimu. Yule mwana anaweza kupata ndoa abarikiwe na mtoto mmoja na wili.
ndiye akuwe baba wa taifa. Unaonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Hii rika ndogo mimi nashindwa. Hii rika ndogo tunapata 3/4 haina heshima. Ni uongo. 3/4 hiyo heshima ina mambo yanaongea. Usimdharau mwenzako. Usimwambie miaka imeisha. Usimwambie kwa ABC. Usimwambie wewe uko na watoto na mimi sina. Usimwambie ya kwamba uko na vijana wewe hana. Yule anayepea ni Mwenyezi Mungu. Naweza kuwa na vijana wakiwe aje wachinga wote. Yule hasa vijana wakiwe werevu wote. Ama unaonaje Mungu anatenda nini? Kwa hivyo usimdharau mwenzako. Yeye anakaa akifumulia akimuita Bwana. Lakini yeye wakati ataangukiwa hata akiolewa na miaka 45 atafaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Niliona mama mmoja aliyelewa akiwa na miaka 52. Wengi walimdharau wakaongea mbaya. Alikuwa anaolewa, mtu anatoka katika hiyo area yao anaenda anamchochea mahali ameolewa. Wanamwambia yule ni tasa hawezi akazaa. Ni kwa nini unapeleka ile? Ni mwili inaonyesha ni mdogo lakini ni tasa. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Yesu makofi kwa yale aliyotenda. Mtu alikuwa anatoka Elia anamwandamana, ichadisi ni kile mtu gani, anaenda uchochezi, ndiye amharibie ndoa. Siku hizi hiyo mambo iko ama ilisha waliokoka. Sasa akafuata, unapata mtu ameolewa, ametolewa mali, miezi 6 anachochewa mali anaru. Unaonaje? Ingekuwa ni wako. Unajua sisi wanadamu ama Kristo tukifanya kitu tufikirie. Sisi hatufikiriaje? Hatuna uvumilivu wa roho. Asa wa baba amekaa sana, achapata mtoto, lakini mama analalamika. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna siri ya kuzaa na kuzaliwa ni ya Bwana. Hakuna mtu anayejua siri isipokuwa ni Mungu wake aliyemuumba. Ajui ni horongi unateki. Huyo mama aliteki miaka 52, alizaa mfululizo mwaka kwa mwaka. Watoto vijana wawili. Tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo ukienda katika lile boma utafikiri umefika Amerika. Wale waliomcheka wakaweka mdomo wazi. Kwa hivyo usicheke jirani yako. Usicheke rafiki yako. Usijivune mbele yake. Kama wewe uko na ndoa na yeye ana, wakati wake itafika. Na Mungu atatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yule aliyenena juu ya yule dada vibaya aenda aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Amulie kwa sababu mimi naona anaenda kuangamia. Aliongea mbaya. Usiongee mbaya kwa mtu aliyekusaidia na kuzika mkono. Kwa sababu Mungu ndiye anayopeana. Na kukanizwa kusikia juu ya makanya aliyopewa. Akasema hakuna kitu mnaweza kuniambia. Machifuno. Ndiyo maandiko imetuambia aje. Mwenye anayevumilia kuliko yule ako na roho mwake kiburi. Anasema sasa utamwambia nini? Wewe umeinuliwa, umesomesa watoto, yeye hajasome. Hiyo kiburi tuache kama sisi wanadamu. Ya Mungu ni mengi. Na Mungu anayekucha wakati ufaro. Harakisi wala kuchelewa. Ukucha wakati wako. Ukucha wakati wake. Kwa hivyo tunaongojea wakati wa Bwana atutendee. Kuna yule anayeolewa akiwa na miaka 17. Kuna yule anayeolewa akiwa na miaka 20. Kuna yule anayeolewa akiwa na miaka 30. Kuna yule, yani inategemea vile mipango ya Mungu iko. Lakini kama kuna roho ya kuchelewesha, Mungu aiondoe katika jina la Yesu. Kama kuna roho ya kuchelewesha kwa kila Mungu atembee mwaka hii akaingoe na atamaraki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha tupendane kama ndugu na dada na dada. Tuombeane yaliyo mema, tusiche na watu wa kiburi
rohoni mwetu. Tusije tukampapasa huyu Yesu Kristo, kwa sababu yeye hutenda makubwa mpaka usankasa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko atuambia usifanye haraka kukasirikia rohoni mwako, maana hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Usiwe haraka kukasirika. Ati ukiambia kitu kabla utachunguza, wewe unakasirika, unaongea mambo mengi mpaka inakukwasa. Sasa kifua chako ukaa kizito, kwa sababu tayari umepea Shetani nafasi. Unajua nafasi Shetani akiingia ndani yako, kifua yako ukuwa kizito, unakuwa una amani. Kwa hivyo sio mwenye hasira kwa haraka. Chukua hatua, omba Mungu, mshukuru, mwambie yote ulikuwa unajua nitapatana nayo. Kwa sababu hasira inaweza kupoteza njia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Mtu mchinga ndiye hasira inakaa. Chue na waka mpaka inaenda unakasirika. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo utakuwa na njia ya maombi. Utataka kuomba lakini usikie unafungana, kwa sababu tayari Shetani ametawala katika kifua chako, amefanya kifua chako kimekuwa kizito. Kwa hivyo wacha tumkaribishe Yesu Kristo, tumwambie atupatie uvumilivu na nguvu na imani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Usiseme kwa nini siku ya kale zilikuwa ni bora kuliko siku hizi, maana si kwa hekima unauliza ili. Usiseme mbona siku kabla sijaokoka nilikuwa na raha, kabla sijaokoka nilikuwa napata mali mingi, kabla sijaokoka nilikuwa nakaa mastare. Lakini jua ya kwamba hiyo mastare ulikuwa unapata kivipi? Kumwendea Yesu rasmi mtafute. Kumwendea Yesu rasmi mtafute ndiye apate kukuinua. Ukitaka raha ya ulimwengu yuko utaipokea, lakini mwisho itakuwa kilio kwako. Kwa hivyo mwendee huyu Yesu Kristo ndiye atakufungua, akuonyeshe njia ya haki na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usikue mtu wa kusoma ya kwamba siku ya kale zilikuwa bora kuliko siku hizi, maana ni si kwa hekima unauliza hili. Ati mbona kabla sijaokoka nilikuwa vyema, lakini naona nimeokoka imekuwa shida. Wacha nikuambie hivi ya kwamba wale wameokoka ndio Shetani anatafuta sauti, kwa sababu unang'ana kupata ile tachi ya mwisho, lakini Shetani achafurahia ukiwa umesimama. Lazima apigane nao mpaka mwisho. Lakini tunaona ya kwamba Ayubu hakukata kauli, alisimama na neno mpaka mwisho. Na wewe nakuhimiza hiyo fito ulio nao, macharibio, mateso, hiyo unapigana kwa ajili ya kufarisi tachi wakati wa mwisho. Kwa hivyo kaa mvumilivu, kaa katika neno, muinue Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe. Hekima ni njema kama uliti, nayo ni bora kwao walio nalo chua. Hekima ni njema kama uliti. Ukisa uliti mahali unafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unaona kama uliti unafananishwa kama hekima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu katika hali ya hekima unafahamu mambo mengi. Unakaa katika utakatifu wa uaminifu. Uwezi ukarukia vitu. Uwezi ukaa mtu unabayuka. Unaenda katika njia ya ukamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na zaidi hapo ikasema ya kwamba ni bora kwa walio na jua, kwa walio na nuru ndani mwao, walio na mwangaza wa Yesu Kristo. Hiyo hekima ni bora kwao. Hekima haiwezi akakuwa kwa kila mtu, isipokuwa yule mtu anayemwamini Yesu Kristo na kufuata njia zao. Na hii hekima haiwezi akakucha ndani yako ikiwa cha mwendeo hiyo Bwana, utubu na muitize. Unataka hekima, ukaa katika amani, ukaa katika tulivu wa roho, kumcha Bwana katika hekima na maarifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana ulisi wa hekima ni kama ulisi wa fedha, na bora wa maarifa ni kwamba hekima umfaidi yeye aliyo nayo. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ulisi wa hekima ni kama ulisi wa fedha, na bora
na maarifa ni kwamba hekima ufaidi yeye aliyo nayo. Haleluya. Mhubiri yeye amenena juu ya ulisi, juu ya hekima na juu ya maarifa. Uwezi ukapata maarifa kabla uchapate hekima. Na katika hali ya hekima, katika ulisi, maana ya ulisi wa hekima, maandiko yatuambia kwamba ni kama ulisi wa fedha, na upora wa maarifa ni kwamba hekima ufaidi yeye aliyo nayo. Kwa hivyo yule anayefaidika katika hekima ni yule anayefuata sheria za Bwana, ni yule anayefuata vile Yesu Kristo anataka. Sio kila mmoja anapewa hekima. Yule anayetamani kukaa katika neno ndiye anapewa hekima. Sio kila mtu mwenye hekima. Kuna yule akienda kunena, ananena asiyofaa, anatawanya wale walio mbele yao. Lakini ukiwa katika hekima lazima ukuwe na neno. Kwa hivyo Yesu Kristo lazima azaliwe ndani yako ndio kuwe mwenye hekima na maarifa. Umwambie Bwana, nataka unifundishe njia zako na sheria zako, na kila jambo nikitenda nitende kulingana na mapenzi yako. Kwa hivyo ukitenda jambo kwa ajili ya njia zako wewe mwenyewe usifaidi, uwezi ukaa na mwenye hekima na maarifa. Kwa hivyo katika ulisi wa hekima, maandiko yatuambia lazima ukuwe bora wa maarifa. Kwa hivyo lazima yaambatana na maarifa. Katika hali ya kuandamana na maarifa, lazima umchue Yesu Kristo, na lazima uchue kutenda yali yake na mema mbele ya macho ya Bwana. Usingatie neno lake bila kumpapasa huyu Yesu Kristo. Usimame katika neno, uepukane na maneno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia 13, tafakari vema kazi yake Mungu, kwa sababu ni nani awezaye kujionyesha kitu kile alichokipoteza yeye. Akasidi akawaambia watafakari vema kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni nani anaweza kujionyesha kitu kiliyopoteza yeye? Kitu alichokipoteza yeye. Ni nani anaweza kuonyesha? Ni njia gani, mtu gani anaweza kugundua hii ndiye nilifanya nikatoka katika laini ya Mungu? Kuna wale wanatubu, lakini wanatubu kuelekea jehanamu. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Hawataki kuingia, hawataki kutoka. Wako mahali pale kwa ajili ya wakuasa wengine ili wasiingie katika hema la Bwana. Wako ni wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi ukawatambue kama wewe sio mtu wa kuzama katika maombi na kukaa katika neno. Ni nani anayeweza kutambua chenye kinayoweza kumpoteza? Ni yule anaomjua Yesu Kristo na kujitenga na maovu. Kwa hivyo usifanye mambo kufurahisha ndugu yako, dada yako, kaka yako. Fanya mambo yenye nayoweza kumtukuza Bwana, yenye anaweza kuhesabia mwenye haki katika hema lake. Tenda yaliyo mema. Utenda mema ni kutendea mema yule aliye karibu nayo, sio kumdhuru. Kuepukana na maovu, ili utenge yaliyo ya giza, umrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. 14 yatuambia hivi: siku ya kufanikiwa ufurahia, na siku ya mapaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kuchiita neno lolote kwenda sabasaba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulichitia neno lolote litakapofuata baadaye yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwandishi ametuambia kwamba siku ya kufanikiwa ni furaha, na siku ya mabaya ufikiria sana. Mwanadamu usema moyoni, Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sabasaba na hiyo ya pili. Ufanikiwa ni furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Na mapaya ufikiri sana. Wakati unaofanikiwa kama mwanadamu ama Mkristo unafurahia. Lakini wakati mapaya inayokupata uweze ukafurahia, kwa sababu ni mapaya yaumiza moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini kilio kitulizo ya moyo ndani yako? Yenye naweza kutuliza moyoni mwake ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hivyo ukubali, ukikutana na maovu ukubali, maisha yasonge mbele. Ukikutana na mazuri ukubali, maisha yasonge mbele. Ukikutana na maovu inakutia nguvu katika safari ya wokovu.
Mama wangu wa kiroho alikuwa ananiambia hayo ni chakula ya kiroho. Ukikutana na maovu unazidi ombe sana. Ukisaomba sana ndio unaendelea katika safari, sio kurudi nyuma. Kwa hivyo usifikiri yenye yaliyopita, angalia mbele mahali unaenda. Kwa sababu ukifikiria mahali umetoka inaweza kukuasa moyo. Kwa hivyo Mkristo nakuhimiza la kwamba ukiwa katika hali ya kufanikiwa unakuwa na furaha. Lakini wakati uchafanikiwa na uchafanikiwa umepata mabaya, ufurahi. Kwa sababu Mungu anakutia nguvu katika safari. Akikuachilia ufurahie sana, utamsahau. Ulale, utakumbuka kama watu wanaamuka asubuhi wanaomba, utakumbuka kama watu wanaombea chakula. Utaona ni kawaida kuwa na chakula tofauti mezani mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hiyo maandiko yanazidi kutuambia haya yote, kufaulu na kukosa kufaulu ni kwenda sabasaba na hiyo ya pili. Hili mwanadamu asije akajijue neno lolote litakaofuata baada yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lengo sisi kama Wakristo ni lengo ya kumfuata Yesu Kristo. Yacha mazuri, yacha mabaya, mtegemee Kristo. Kwa sababu haya yote anayokuja anarekebisha katika njia, ndio tupate kumtambua yeye ni Kristo. Ucha usimamisa wanyonge, wenye waliokuwa katika chini wainua. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio waparike Bwana. Kwa hivyo yule unaoparikiwa sana, usione yule asiyoparikiwa mdharau. Bwana Yesu apewe sifa. Muone kama wewe wakati hukuwa nayo ulikuwa unamwabudu Bwana. Kwa hivyo ukikuwa nao usichoka kumsahau kumwabudu Bwana. Usichoka kuingia katika hema la Bwana kusaidia. Usione sasa uitachiki kufanya lolote kwa sababu uko nalo. Kwa hivyo neno ni la kwamba simama katika neno, lakini wachane na maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukisaangalia sana maandiko yatuelezea jinsi ya mafumbo ya maisha. Nani ataweza kufichua jinsi unayokaa mpaka mwisho? Ni yeye aliyekuumba, Mola wetu tu peke yake. Yeye ndiye anaweza kukuambia kile kinayokuja na mwisho itakuache. Kwa hivyo sisi wanadamu tumepewa jukumu ya kutubu na kumrudia Bwana na kumuongojea. Wewe jambo lako waombe, umuongojee Bwana. Umwambie maovu uniondolee, uniongoze katika yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo haya yote nimeyaona mimi katika siku ya upatiri wangu. Yuko mwenye haki apotaye katika haki yake. Mwenye haki apotaye katika haki ya yuko na mtu mwovu asindisaye maisha yake katika udhalimu wake. Kwa hivyo haya yote tunamwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna yule mwenye haki upoteza na haki yake kwa sababu ya kujiona badala ya kumuona Bwana. Kwa nini mwenye haki upoteza haki yake? Anafika mahali anajiona kuliko ya kumuona yule aliyombariki. Bwana Yesu apewe sifa. Anaanza kiburi mbele ya wale hawajiwezi ama wale hawana. Ndio napata mwenye haki anapoteza haki yake. Lakini maandiko yatuambia tukashinda kwa maana yuko mwenye mwovu asidisaye maisha yake katika udhalimu wake. Anajikokota katika maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mwenye haki upoteza kwa sababu anafika anajiona baadaye ya kumuona Bwana. Nataka wakati Bwana anayokubariki, Bwana anayokuinua, usimwache kumtegemea yeye. Usiache kumwabudu yeye. Mkaa na yeye kwamba utakaa na yeye tena. Mwabudu sasa hata milele katika angali hai. Kwa sababu wale waliokufa viumbe havimtukuzi Bwana, lakini sisi tulie hai tumtukuze sasa hata milele. Mbarikiwe.
Jeline Deborah from Nabi Powerful Christian Church, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 102 verse 1. It says, "Oh Lord, hear my prayer, let my cry come to you." Thank you. You are happy and in all, clap your hands. You are happy and in all, you want to show. If you are happy and in all, clap your hands. You are happy and in all, not to hear. You are happy and in all, they want to show. If you are happy and in all, clap your hands. You are happy and in all, not to hear. You are happy and in all, you are happy and in all, clap your hands. Sentence. My name is Leon. I have a Mary Moss. Ephesians chapter 6 verse 1, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with a promise, Thank you. My name is Sanchez Amara. John 31, it says, "Sophia belongs to the beginning of wisdom." My name is Ashlem Kamboka and I have a song. Kumbuka Naomi aliteseka, watoto wake wote walikufa, na mume wake yeye alikufa, na mali yake yote yaliisha. Kumbuka Naomi aliteseka, watoto wake wote walikufa, na mume wake yeye alikufa, na mali yake yote yaliisha. Ni baba yangu, oh, ni baba yangu, ni baba yangu, ni baba yangu, Naomi akashangaa. Ni Mungu wangu, oh, ni Mungu wangu, ni Mungu wangu, ni Mungu wangu, Naomi akashangaa. Oliva aliamua kwenda, lakini Luthu alikata. Kata na sisi sote tuwe kama Ruthu, tukaurithi uzima wa milele.
Oliva aliamua kwenda, lakini Ruthu alikata kata, na sisi sote tuwe kama Ruthu, tukaurithi uzima wa milele. Ni baba yangu, oh, ni baba yangu, ni baba yangu, ni baba yangu. Naomi akashangaa, ni Mungu wangu, oh, ni Mungu wangu, ni Mungu wangu, ni Mungu wangu. Naomi akashangaa, ni baba yangu, oh, ni baba yangu, ni baba yangu, ni baba yangu. Naomi akashangaa, ni Mungu wangu, oh, ni Mungu, ni Mungu wangu, ni Mungu wangu. Naomi akashangaa. Thank you. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church, and I have a song. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Thank you and welcome. My name is Naomi and I have a song. Moyo wangu wa dhamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Moyo wangu wa dhamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Ee Mungu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Ee Mungu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Wengi wetu wazinzia, wajifanya hawaoni, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Wengi wetu wazinzia, wajifanya hawaoni, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Ee Mungu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Ee Mungu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Thank you. Nafsi inimo, ewe Mungu, ewe Mungu, ewe Mungu wangu niokoe, uniongoze, maana maji yamefika kwenye mpaka. Nafsi inimo, ewe Mungu, ewe Mungu, ewe Mungu wangu niokoe, uniongoze, maana maji yamefika kwenye mpaka. Nafsini mwangu
kulia sana Baba, moyo wangu umekauka, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini mwangu. Nimechoka kulia sana Baba, moyo wangu umekauka, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini. Ewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu wangu, niokoe, uniongoze, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini. Ewe Mungu, wewe Mungu, ewe Mungu wangu, niokoe, uniongoze, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini mwangu. Adui zangu wamekuwa wengi sana kuliko nywele kichwani mwangu, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini mwangu. Adui zangu wamekuwa wengi sana kuliko nywele kichwani mwangu, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini.